mchezaji. Katika kipengele hiki cha fahamu mchezaji nitamzungumzia mchezaji huyu anayekwenda kwa jina la Albert Kangwanda ambaye ni mshambuliaji aliyeanza safari ya Yanga kwa kuifunga Simba. Na huyu mchezaji nadhani wiki iliyopita nilimzungumzia hapa vile vile. Ukipita uko Tanganyika Productions ukimsearch utampata. Nimemzungumzia nikasema si vibaya kwa sababu jana ni mtu ambaye alibadilisha mchezo na akaifanya Yanga kuwa kutoa ile ngao ya jamii. Basi nikaona si vibaya tukamzungumzia tena tukakumbushana mazuri yake na zile sehemu ambazo anaweza kujirekebisha. Albert Kangwanda ndilo jina linalotawala baada ya Yanga kuifunga Simba bao 1-0 katika ngao ya jamii Zanzibar siku ya jana Agosti 12 kwa mwaka 2026. Na bao lake limekuwa mwanzo wa kuvutia sana kwa mchezaji huyu mpya wa Yanga. Lakini nyuma ya bao hilo kuna safari ndefu ya soka kutoka Luanshya, Zambia, kupitia ligi mbalimbali na hata Ulaya. Kangwanda ni nani? Jina lake ni Albert Kangwanda, mzaliwa wa Luanshya, Zambia. Alizaliwa Aprili 7 mwaka 1999 na kwa sasa ana miaka 27. Ana urefu wa takribani mita 1.75. Anatumia zaidi mguu wa kushoto na nafasi yake kuu ni winga wa kushoto, ingawa anaweza pia kucheza kama mshambuliaji au attacking midfielder. Kwa hiyo unapomuona Yanga akicheza naye usimchukulie kama striker wa kawaida anayesubiri mpira ndani ya boksi. Kangwanda ni ataka anayependa kuanzia pembeni kuingia ndani na kutumia mguu wake wa kushoto. Alianzia wapi Kangwanda? Safari yake ya soka ilianzia pale Zambia. Kabla hajawa na jina kubwa, Kangwanda alipita Young Kwazi kisha akajiunga kwenye mfumo wa soka la juu la Zambia. Mwaka 2017 na mwaka 2018 alicheza kwa Red Arrows, klabu ambayo baadaye ingekuwa sehemu muhimu sana katika maisha yake ya soka. Na baadaye alihamia Kafue Celtic ambako aliendelea kujijenga kama mshambuliaji. Kwa hiyo hii ilikuwa hatua muhimu kwa sababu haikuwa safari ya mchezaji aliyepanda moja kwa moja kwenye klabu kubwa. Alipitia Young Kwazi, akaenda Red Arrows, akaenda Kafue Celtic, akaenda Zanaco, akaenda Ulaya. Baada ya kutoka Ulaya akaenda Sudan, Moldova, akaenda Red Arrows, tena akaenda klabu ya Young Africans. Hiyo inaonyesha kwamba amepitia mazingira tofauti kabisa ya soka. Tukiangalia pale Kafue Celtic, hapa alianza kujenga jina. Kangwanda alicheza Kafue Celtic katika kipindi cha mwaka 2019-2020 na baadaye akarudi tena klabuni hapo. Ndipo uwezo wake wa kufunga ulianza kuonekana zaidi. Alikuwa si mchezaji wa pembeni tu anayekimbia na mipira, ila alianza kuonesha kwamba anaweza pia kuwa goal contributor. Tukigeukia wakati akiwa pale Zanaco, hatua nyingine ya kupanda. Baada ya Kafue Celtic, Kangwanda alihamia Zanaco. Hii ilikuwa hatua nyingine muhimu kwa sababu Zanaco ni moja ya klabu zinazojulikana zaidi Zambia, na hapa ndipo alizidi kujifunza kucheza katika mazingira yenye ushindani mkubwa. Akafika Ulaya bwana pale Croatia. Hii ni sehemu ya historia yake ambayo mashabiki wengi Tanzania huenda hawaijui. Mwaka 2022 Kangwanda alisaini na HNK Gorica ya Croatia, lakini safari yake ya Ulaya haikuwa rahisi. Alipata nafasi ndogo Gorica na baadaye akapelekwa kwa mkopo Hivaski, klabu ya Croatia. Alitokea kucheza takriban mechi 4 katika kipindi hicho bila kufunga. Na hapa ndipo akakutana na changamoto ambayo wachezaji wengi wa Afrika hukutana nayo wanapoenda Ulaya. Kangwanda mwenyewe aliwahi kueleza kwamba kuwa mbali na nyumbani kulifanya maisha yawe magumu kwake na kwamba kurudi Zambia kulimshinda kuwa karibu na familia na marafiki. Hii ni sehemu muhimu sana ya historia yake, kwa sababu alishindwa kuingia Ulaya kwa nguvu aliyotarajia, lakini hakukata tamaa. Al Hilal Omdurman, safari ya Sudan. Mwaka 2023 Kangwanda alihamia Al Hilal Omdurman ya Sudan. Hii ilikuwa hatua kubwa kwa sababu Al Hilal ni moja ya klabu kubwa zenye historia katika bara la Afrika. Lakini pia hapa hakupata consistency aliyokuwa akiitaka. Baadaye alirudi kwenye mazingira ambayo tayari aliyajua vizuri.
Red Arrows hapo ndipo alipojipata tena. Hii ndio sehemu ambayo ningesema kwamba Kangwanda alianza upya kujenga jina lake. Alirudi Red Arrows na akaanza kupata nafasi ya kuonesha uwezo wake. Baada ya kupitia Zambia, Croatia, Sudan na Moldova, alirudi Zambia akiwa na uzoefu mkubwa zaidi kuliko wakati alipoondoka mara ya kwanza. Na safari hii alikuwa mchezaji aliyekomaa. Msimu wa mwaka 2025-2026 ndipo Kangwanda alipowaka. Hii ndio sababu Yanga ilimfuata. Katika msimu wa mwaka 2025-2026 Kangwanda alikuwa mmoja wa wachezaji waliokuwa na impact kubwa Red Arrows. Taarifa za Zambia zinaonesha alimaliza msimu akiwa na mabao 17, akiwa na assist 9 na akiwa na goal contributions 26 katika mashindano yote. Hiyo ina maana alikuwa akihusika moja kwa moja kwenye wastani wa kila goli contribution, kila mechi goli 1.5 kulingana na takwimu zilizoripotiwa na msimu huo. Na sio mabao pekee, Kangwanda alikuwa pia sehemu muhimu ya mafanikio ya Red Arrows kwenye Absa Cup mwaka 2026 ambapo klabu ilitoa ubingwa. Akaitwa MVP wa ligi. Kilichomfanya Kangwanda avutie zaidi ni kwamba hayakuishia kwenye statistic. Alitambuliwa kama MTN Super League Player of the Session MVP baada ya msimu wake bora na Red Arrows. Hii ndio aina ya usajili ambao Yanga ilihitaji. Mchezaji ambaye tayari amethibitisha uwezo wake katika ligi nyingine, si mchezaji anayesubiri kuja kuonekana. Kangwanda na timu ya taifa. Kangwanda pia ni mchezaji wa timu ya taifa ya Zambia. Alianza kupitia ngazi za vijana ikiwemo Zambia Under 20 kabla ya kuingia kwenye timu ya taifa ya wakubwa. Kwa mujibu wa National Football Teams, ana takriban mechi 15 za kimataifa na mabao 5 kwa Zambia kwenye rekodi yao. Alikuwa pia sehemu ya kikosi cha Zambia kwenye mashindano ya Kosafa. Na hapo kuna historia nzuri. Mwaka 2022 Kosafa Cup, Zambia ilitoa ubingwa. Mwaka 2023 Kosafa Cup, Zambia ikatoa tena ubingwa. Kangwanda alifunga mabao 3 kwenye Kosafa Cup mwaka 2023 na kuwa miongoni mwa wafungaji bora wa mashindano hayo. Hivyo si mchezaji ambaye ameanza kuonekana jana. Tukiangalia asiri ya nguvu yake, sasa tuingie kwenye upande wa kiufundi. Mguu wa kushoto, lefty footer. Kangwanda ni lefty footed. Hii inampa advantage akiwa upande wa kushoto kwa sababu anaweza winga, anaweza kukaa ndani, anaweza kutumia lefty foot, anaweza kupiga shot au pasi. Speedy, ana uwezo wa kutumia acceleration yake kuondoka kwa beki. Lakini sio speed tu, anatumia speed katika transition, counter attack, kuingia nyuma ya fullback na kushambulia space. Katika upande wa finishing, takwimu zake za msimu uliopita ambapo alipata magoli 17 zinaonesha wazi kwamba ana uwezo wa kufunga, si kutengeneza nafasi tu, na jana akapata nafasi yake kubwa akaifunga. Tunaangalia sasa kwa nini jina lake ni kubwa. Kwa nini bao la jana ni muhimu sana? Fikiria mazingira, ni Yanga na Simba, mechi ni ngao ya jamii, mchezo umechezwa pale Zanzibar, ni debut yake katika dabi hii. Alafu anafunga bao pekee la mchezo. Huwezi kuomba mwanzo bora zaidi. Bao hilo limempa Kangwanda kitu ambacho statistics za Zambia haziwezi kumpa. Confidence ya mashabiki. Sasa mashabiki wa Yanga wanajua huyu mtu anaweza kufunga kwenye mechi kubwa. Kangwanda anaweza kuwa aina gani ya mchezaji kwa Yanga. Kwa mtazamo wangu usimweke kwenye boxi la winga tu, anaweza kutumika kama lefty winger, nafasi yake ya asili. Anaweza kutumika kama inside forward, anaingia kutoka kushoto na kutumia mguu wa kushoto. Anaweza kutumika kama attacking midfielder, akiwa nyuma ya striker. Anaweza kucheza kama secondary striker kutegemea mfumo wa Mankoba, na hivyo flexibility ni muhimu sana katika msimu mrefu. Kwa nini Mankoba anaweza kumpenda Kangwanda? Mfano Shalulile akiwa striker, Kangwanda akitokea kushoto, winga mwingine upande wa pili, then midfielders wanaingia kutoka nyuma. Hii inaweza kufanya Yanga iwe na speed, penetration na finishing nzuri, na hilo linaweza kuwa hatari sana kwenye CAF. Lakini Kangwanda ana changamoto gani?
Tusimfanye kuwa perfect sana kwa sababu tu jana amefunga bao la pekee na kuwapa ushindi Young Africans. Changamoto ya kwanza ni consistency. Consistency ni changamoto alionayo Kangwanda. 17 ni goli alizopata Zambia ni nzuri, lakini Tanzania mazingira ni mapya. Atahitaji kuthibitisha kwamba anaweza kufanya hivyo dhidi ya Simba, Azam, Coastal Union, Singida Black Stars, timu za CAF na defensive blocks zinazomjua. Na changamoto ya pili ni pressure. Baada ya kufunga Simba, matarajio yatapanda. Kama uliweza kufunga kwenye mechi kubwa kama ile, basi tunatarajia ufanye 2, 3, 4, 5. Mashabiki watataka kila mechi afunge, watataka kila mechi afunge, lakini hiyo sio realistic, huo sio uhalisia. Atahitaji muda wa kuzoea ligi, atahitaji lugha ya uchezaji na vile vile atahitaji kuzoea mfumo wa kocha. Changamoto ya tatu ni CAF. Hapo ndipo tutampima zaidi kwa sababu Yanga ina malengo ya Afrika. Kangwanda lazima athibitishe katika ubora wake Zambia unaweza kuhamishwa kwenye kiwango cha CAF. Yanga imemsajili nini hasa? Kwa mtazamo tu ni kwamba haijamnunua tu mchezaji mwenye mabao. Imepata mchezaji mwenye umri mzuri, miaka 27, mguu wa kushoto, uwezo wa kucheza winger attack, uzoefu wa nje ya Zambia, uzoefu wa timu ya taifa, mabao 17, assist 9 msimu uliopita, MVP ya ligi, uzoefu wa mashindano ya Afrika Kosafa. Hiyo ni profile nzuri sana. Kwa hiyo safari yake kwa Yanga inaweza ikamsaidia. Kangwanda tayari amepitia changamoto ya kwenda nchi nyingine alikokwenda, Croatia, akaenda Sudan na huko kwingine. Kwa hiyo si mchezaji ambaye hajawahi kuishi nje ya mazingira. Kwa hiyo hii ni katika kile kipengele cha fahamu mchezaji ambapo tumemzungumzia kwa mapana na marefu kabisa mchezaji huyu aliyewapa Young Africans ushindi siku ya jana.